huenda umekuwa ukitamani usiku unapokuwa umelala Mungu aweze kusema na wewe aidha kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono. Leo nitakutajia vitu vitano ambavyo unatakiwa kuvifanya kabla hujaenda kulala ili usiku unapokuwa umelala Mungu aweze kusema na wewe aidha kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono. Sasa ninapokwenda kuonyesha vitu hivi vya kufanya, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Jambo la kwanza, omba Mungu toba na rehema kabla ya kwenda kulala. Kitabu cha Isaya sura 59 na ule mstari wa 2 inasema, makosa yenu ninyi yamefarakanisha ninyi pamoja na Mungu wenu, hata sasa ameficha uso wake asiweze kuwasikia. Dhambi ina uwezo wa kupofusha macho yako ya kiroho. Dhambi ina uwezo wa kuziba masikio yako ya kiroho, kwa sababu kuna muda Mungu anaweza kaanza kuweza kuongea na wewe lakini anashindwa, ni kwa sababu ya wewe ni mchafu. Kwa hiyo unapokuwa unaenda kulala, hakikisha unaomba toba na utakaso kwanza, ili kama kuna uovu ambao ulimtendea Mungu ama kuna dhambi ambazo ulikuwa umemtendea Mungu na ulikuwa hujajua, Mungu aweze kusamehe dhambi. Na unapokuwa msafi, unapokuwa katika hali ya utakatifu baada ya kuomba toba, unajiweka katika position nzuri ambayo Mungu anakuwa na uwezo kusema na wewe aidha kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu anapendezwa na utakatifu. Mungu yeye ni mtakatifu. Kwa kama Mungu alivyo mtakatifu, anatamani na sisi tuweze kuwa watakatifu. Leo inawezekana unashindwa kusikia sauti ya Mungu, ni kwa sababu kuna sehemu umemkosea Mungu. Ni kwa sababu kuna dhambi ambazo ulikuwa umezifanya kwenye maisha yako na bado haujazitubia. Kwa unapokuwa unaenda kulala, unaweza tukafunga macho yako na kusema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, naomba unisamehe maovu yangu yote niliyokutendea siku nzima. Unisamehe dhambi zangu zote nilizokutendea mchana mzima, aidha kwa kujua ama kwa kutokujua. Mungu wa mbinguni, nakuomba siku ya leo ukapate kunisamehe na kunitakasa kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na utakapoomba utakaso huo na utakapoomba namna hiyo, na kuhakikishia ule muda ambao utakuwa unakwenda kulala, Mungu ataanza kuongea na wewe. Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho, dhambi huwa inafungua malango ya mtu ya kiroho. Dhambi inaweza kukaribisha roho chafu kwenye maisha yako. Na ndio maana kuna muda unajikuta unalala usiku unaota unafukuzwa. Unalala usiku unaota unapigana. Kwa nini unaota mandoto ya namna hii? Ni kwa sababu hujaomba toba kabla ya kwenda kulala. Kwa hiyo jambo la pili, kabla hujalala, omba Mungu akufungue macho na masikio yako ya kiroho. Kitabu cha Zaburi sura ya 119 na ule mstari wa 18 inasema, nifungue macho yangu nipate kuyaona maajabu yatokayo katika sheria yako. Kwa hiyo kile kipindi ambacho unakwenda kulala, ule muda ambao unakwenda kulala, unaweza tukaingia kwenye maombi mafupi ukasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, Mungu, siku leo ninapokwenda kulala, ninaomba ukanifungue macho yangu ya kiroho nikapate kuona maajabu, nikapate kuona unasema nini na mimi, nikapate kusikia unasema nini kwa habari ya hili ninalopitia, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Unapoomba maombi ya namna hiyo, unakuwa unamwambia Mungu ya kwamba, Mungu, ninapokwenda kulala siku ya leo, ninaomba nikapate kuona maono kutoka kwako. Ninaomba nikapate ndoto kutoka kwako. Unamkaribisha Roho Mtakatifu aweze kufungua macho yako ya kiroho usiku unapokuwa umelala. Unakuwa ni kama unamkaribisha Roho Mtakatifu aweze kufungua masikio yako kipindi unachokuwa umelala. Kwa hiyo unajiwekea mazingira ya kwamba unapokuwa unaenda kulala, unakuwa umemwekea mazingira tayari Mungu ya kwamba, Mungu, siku ya leo naomba ukanione. Mungu, siku ya leo ninaomba ukaseme na mimi. Mungu, siku ya leo naomba ukazungumze na moyo wangu, ukaseme na moyo wangu. Na jambo la tatu, hakikisha unasoma neno la Mungu hata kama ni mstari mmoja kabla ya kwenda kulala. Kitabu cha Zaburi sura ya 119 na ule mstari wa 11 inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda wewe dhambi. Unapokuwa unasoma neno la Mungu kabla hujaenda kulala, unauandaa moyo wako kwa ajili ya kupokea. Unauandaa moyo wako kwa ajili ya kuruhusu ile neno la Mungu linapoanguka kwenye moyo wako, leo kama linaanguka kwenye udongo ambao una rutuba. Maandiko yanatuambia maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Ina maana unakuwa unauandaa moyo wako, unakuwa unaweka moyo wako sawa, unakuwa unaweka moyo wako katika mazingira kwamba Mungu atakapoachia neno lake kwenye maisha yako wewe usiku unapokuwa umelala, uwe na urahisi wa kupokea neno la Mungu. Moyo wako uwe na urahisi katika kulidaka, moyo wako uwe na urahisi katika kulipata na kulifanyia kazi. Unapokuwa unasoma neno la Mungu, ni kama unamwalika Mungu aje kwenye maisha yako. Ni kama unamwalika Mungu aje kuzungumza na wewe. Ni kama unamwalika Mungu aje kusema na wewe yeye mwenyewe moja kwa moja. Na muda mwingine unapokuwa umeenda kulala na unasoma neno la Mungu, neno lile la Mungu ambalo ulikuwa unaisoma kabla ya kwenda kulala, Mungu anaweza kutumia hilo neno kuongea na wewe kwa njia ya maono. Inaweza katokea umesoma mstari fulani, lakini usiku unapokwenda kulala, mstari ule unaota unapewa maelekezo. Mstari ule unaota ni kama unakuelekeza, ni kama kuna mtu anakufundisha ule mstari uliotoka kuusoma. Kwa nini inakuwa hivi? Kwa sababu neno la Mungu ni tabia ya kumpa mtu maelekezo. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu yenyewe. Na jambo la 4, kabla ya kwenda kulala, omba Mungu aweze kuzungumza na wewe aidha kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 na ule mstari 28 inasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu watapata maono. Kwa hiyo unapokuwa unakwenda kulala, utaingia kwenye maombi mafupi, utamwambia Mungu, ninakuomba siku ya leo, ninapokuwa ninakwenda kulala, Mungu naomba ukazungumze na mimi. Natamani kuisikia sauti yako usiku wa leo.
Baba, umesema vijana wako wataona maono na wazee wako wataota ndoto. Baba, mimi ni kijana, mimi ni mzee, ninaomba ukanipe maono siku ya leo, ninaomba ukanipe ndoto siku ya leo. Baba, naomba siku ya leo ninapokwenda kulala ukanipe ujumbe kuhusiana na maisha yangu, ukanipe ujumbe kuhusiana na kazi yangu, ukanipe ujumbe kuhusiana na mtoto wangu. Baba, lolote ile ninalopitia kwenye maisha yangu ambalo sina majibu yake, siku ya leo ninapokwenda kulala, ninaomba ukazungumze na mimi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Utakapoomba maombi ya namna hiyo, hata kama una swali ambalo ulikuwa unajiuliza, kwa mfano, labda ulikuwa unataka kujua kama mahusiano ulionao ni sahihi ama sio sahihi, ama biashara ulionayo ni sahihi ama sio sahihi, Mungu ataweza kuzungumza na wewe. Atakuonyesha aidha kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono. Mungu atakupa majibu ya yale maswali ambayo ulikuwa ukimuuliza kabla hujaenda kulala. Sasa ninapokwenda kuonyesha jambo la 5, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike mahali pale. Na jambo la 5, baada ya kuomba mambo hayo manne, omba ukiwa na imani na matarajio kwamba Mungu anakwenda kuzungumza na wewe siku utakapokuwa umelala. Kitabu cha Zaburi sura ya 3 na ule mstari wa 5 inasema, nitalala na kupata usingizi, nitaamka kwa maana Bwana ananitegemeza. Kwa hiyo utakapofanya mambo yale manne ambayo nimekwambia, usiku unapokuwa umekwenda kulala, uwe na imani ya kwamba Mungu atakwenda kusema na wewe. Usikae hivi bila imani. Kama nimemwomba Mungu niweze kusikia sauti yake, basi leo usiku unapokuwa naenda kulala itakwenda kusikia sauti yake kweli. Maana maandiko yanasema, basi imani ni kuwa na uhakika juu ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaona, unakuwa na uhakika na kitu gani ambacho unatarajia. Ile imani, ule uhakika kwamba utakapokuwa umekwenda kulala, Mungu atakwenda kusema na wewe, ndicho kitu ambacho kitakufanya Mungu aweze kusema na wewe usiku. Kwa sababu imani ni mlango. Lolote unaloamini ndilo unalolipitisha katika ulimwengu wa kiroho. Ukiamini kwamba kuna jambo baya litakwenda kutokea kwenye maisha yako, litakwenda kutokea kweli. Ukiamini kwamba usiku unapokwenda kulala, Mungu atazungumza na wewe, ujue Mungu atazungumza na wewe kweli. Lakini ukiwa na hofu, hofu pia ni mlango. Ukiamini kwamba kuna nguvu za giza zitakuvamia usiku utakapokuwa umelala, nguvu hizo za giza zitakuvamia kweli. Kwa sababu hofu ni mlango unaopitisha vitu katika ulimwengu wa kiroho. Yaani kuna mambo ambayo yanaweza kupitishwa kwenye maisha yako kupitia hofu usiku unapokuwa umelala. Muda huu nataka nikuombee wewe ambaye unatamani kuweza kusikia sauti ya Mungu usiku unapokuwa umelala, aidha kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono. Weka mkono wako kwenye macho yako nikuombee. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, dada huyo, baba huyo, mama huyo, Bwana anatamani ukapate kuongea naye usiku wa leo atakapokuwa amelala. Anatamani uweze kuongea naye aidha kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono. Baba, ninamuombea kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Usiku wa leo Bwana ukafungue macho yake. Usiku wa leo Bwana ukafungue masikio yake, akapate kusikia na kuelewa kutoka kwako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba, ninamtabiria neema. Ninatabiria kwamba Mungu wa mbinguni Bwana, usiku wa leo atakapokuwa amekwenda kulala, ataisikia sauti yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, ninatangaza neema Bwana Yesu, natangaza neema, natangaza kibali cha kusikia sauti yako ndani yake katika jina la Yesu. Amen. Kama unaamini maombi haya ya kwako, andika kwenye comment section ya kwamba Mungu sema na mimi usiku wa leo. Andika tu Mungu sema na mimi usiku wa leo. Na utakapoandika hivyo, Mungu akaseme na wewe na akazungumza na wewe usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na kama una sadaka yako, unataka kusindikiza maombi haya na sadaka yako, basi unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye skrini yako. Na utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu akafungua macho yako na masikio yako ya kiroho kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Na unaweza ukajipatia nakala hii ya kitabu chetu kinaitwa Ndoto na Tafsiri Zake. Kwenye kitabu hichi nimeonyesha maana zaidi ya 70 za ndoto na namna gani ya kuweza kuziombea ili kuweza kutoka kwenye ndoto hizo. Lakini pia nimeeleza namna gani ambayo unaweza kutafsiri kila ndoto ambayo unaiota kupitia kitabu hiki. Kitabu hichi kinauzwa shilingi 10,000. Kama utakuwa na kihitaji, utachukua namba zetu za simu zinazoonekana hapo upande wako wa kulia chini ya skrini yako, utatafuta kwa WhatsApp, utaandika ninahitaji kitabu. Tutakupa utaratibu wa kulipia. Utakapolipia, tutakutumia kitabu hichi either kwa soft copy au kwa hard copy. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii, basi tuandikie pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.